السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. इसका तर्जुमा है कि ऐ लोगो जान. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah taala ibn Nasr Aziz anasema tafsiri ya aya hii ni hivi kwamba enyi watu mjue kwamba maisha ya dunia ni mchezo na vile vile ni njia ya kupata urembo na kufanya fahari juu ya wengine kuhusu mali na watoto, na hali ya dunia ni sawa na mimea inayopatikana ambayo inapendezwa na mkulima, na mimea inaota vizuri na hatimaye unaona kwamba rangi yake inabadilika na inakuwa kama vipande vipande. Na kwa hivyo kwa ajili ya watu wa dunia ni adhabu kali sana, na kwa ajili ya wengine ni msamaha wa Mwenyezi Mungu, na dunia hii ni maisha ya udanganyifu tu. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu ametukumbusha kuhusu mada hii, bali ametuonya kwamba maisha ya dunia hii na urahisi wa dunia hii na starehe ya dunia hii, mali ya dunia hii, vitu hivi vyote ni vitu vya muda tu, na hali ya vitu hivi vyote ni kama hali ya mchezo ambayo inafurahisha kwa muda mfupi. mtu ambaye ameghafilika katika maisha yake
mtu anaweza kuelekea kwenye vitu hivi vya dunia, lakini mwaminio ambaye ana malengo makubwa sana katika maisha yake, na anatakiwa mwaminio awe na malengo mazuri. Mtu hajali kuhusu vitu hivi vya dunia na fikira zake zinakuwa mbali na vifaa hivi vya dunia. Mwaminio anafanya juhudi ya kupata upendo wa Mwenyezi Mungu na ukaribu naye. Sisi wanajumuiya ambao wamempokea imamu wa zama hizi aliyekuja sawa na bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sisi tunadai kwamba tumefanya bayati yake na sisi ni wafuasi wake. Fikira zetu, mawazo yetu yanatakiwa yawe ya hali ya juu. Sisi ambao tunajiita wanajumuiya tunaweza kuwa wanajumuiya kweli kweli wakati hatutafanya tamaa ya dunia kuwa malengo yetu, bali dunia ambayo inaangukia ladha hii ya dunia. Na katika kila hatua shetani ametengeneza makao makuu yake. Kwa kupitia vitu hivi shetani anawavuta watu wote wanaoishi katika dunia hii. Sisi tunatakiwa tuepukane na hali hii na mashambulio haya ya shetani. Malengo yetu hayatakiwi yawe kupata faida ya dunia tu na kutegemea dunia hii tu, kwa sababu mwisho wa vitu hivi si mzuri. Mwenyezi Mungu kwa kutoa mfano wa vifaa hivi vya dunia anasema vifaa hivi ni sawa na mimea inayoota, lakini hatimaye inakuwa vipande vipande na vinaangamizwa na hewa kali. Hii ndiyo ni hali ya watu wa dunia. Mali yao haifai, wala watoto wao pia hawafai kwao. Hata wengine katika dunia hii wanakosa mali yao na watoto wao. Hata kama mwisho wao unaonekana ni mzuri kwa hali ya kidhahiri, lakini wakumbuke kwamba katika akhira wataulizwa kuhusu vitendo vyao. Kwa sababu ya kutegemea ufidhuli wa dunia hii na kwa sababu ya kutokuamini Mwenyezi Mungu, wale watu wataadhibiwa siku ya akhira. Lakini wengine wanafanya wema kiasi hiki kwamba Mwenyezi Mungu anawafunika chini ya msamaha wake na anawaghofiria. Bila shaka rehema ya Mwenyezi Mungu ni pana sana. Chini ya rehema hii ya Allah subhanahu wa ta'ala wanapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu kwa kupitia wema vyao. Lakini inatakiwa ikumbukwe Mwenyezi Mungu anasema, kumbukeni msitegemee maisha haya ya dunia. Maisha haya ni yale yatakayopatikana baada ya kuaga dunia hii. Kwa hiyo kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kupata mwisho mwema, mnalazimika kujenga mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu na kufuata amri zake zote. Wakati mtu anapofanya juhudi ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, anafuata amri zake zote, anafuata njia zake, basi katika hali hii mwisho wake unakuwa mzuri, na pamoja na hii anapata dunia pia. Mwenyezi Mungu hasemi nyinyi
msipate faida kwa kupitia neema hizi za dunia, lakini mwenyezi mungu anasema katika kupata vitu hivi vya dunia nyinyi msizame kiasi hiki kwamba musahau majukumu yenu na vile vile haki za mwenyezi mungu kwa kutegemea dunia hii. Isije katokea hivi. Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema wale watu wanaokuja kutoka kwa mwenyezi mungu wanaacha dunia, hawategemei dunia hii. maana yake ni hii: hawafanyi dunia kuwa malengo yao, malengo ya maisha yao. yani wao hawaangukii dunia. wakati hali hii haipopatikani, basi dunia inakuwa mtumishi wao. kisha anasema wale watu wanaenda kinyume na hii na wanaangukia dunia hii, hata wao wakipata dunia kiasi chochote katika maisha yao, hatimaye wanafedheheka. Sayyidina alayhi salatu wassalam aliyosema hayo ilikuwa si hali iliyopatikana katika wakati wake, bali siku hizi pia wakati inapofikiriwa kwamba uchumi wa dunia umeimarika sana na kuna mabenki mbalimbali, hata kwa kuwa na vitu hivi vyote inatokea hivi, wale wanafanya biashara kwa kutegemea mabenki, wao wanapata hasara katika biashara yao na katika kazi yao. hata tunashuhudia hata mabenki pia inapata hasara kubwa sana. matokeo yake ni kwamba kila siku tunapata taarifa kuwa mabenki mbalimbali walifukuza wafanyakazi wao, wanapunguza idadi ya wafanyakazi na wanafunga matawi yao katika miji mbalimbali. makampuni makubwa pia yanafukuza wafanyakazi wao kwa sababu wanakuwa na hasara. makampuni mengi yanapelekwa mahakamani kwa sababu ya kufanya hivi. kule wanalazimika kuthibitisha kwamba biashara yao imekufa kabisa, na wanalazimika kuthibitisha wao ni bankrupt. kwa hivi mali yao inauzwa na wao wanakuwa maskini. 2008 wakati uchumi ulipoharibika sana, athari yake bado inapatikana hata mpaka leo. biashara kubwa sana imeangamia, imekwisha. hata serikali mbalimbali pia ziliathirika kwa sababu ya hali hii. nchi zinazozaa mafuta pia zilikuwa zinafikiria kwamba mali yao haitakwisha, lakini mali yao pia imekwisha. hali yao imekuwa ya aina gani? imekuwa ya hali hii kwamba walilazimika kupunguza matumizi yao na walilazimika kufukuza wafanyakazi wao. ni bahati mbaya ya nchi za Waislamu kwamba Mwenyezi Mungu alizipatia nchi hizi mali kubwa sana, lakini viongozi wa kule, wafalme wa kule, badala ya kufuata amri za Mwenyezi Mungu, badala ya kufanya mali hii kuwa ridhaa ya Mwenyezi Mungu, walifanya mali hii kuwa starehe ya maisha yao, na wanaendelea kufanya hivi. mali ya mafuta iliyokuwa ilitakiwa wangesaidia nchi za Waislamu, hususan nchi maskini, wangeondoa umaskini na njaa ya nchi hizi. wao hawakuangalia wala hawakuzingatia vitu hivi, bali waliendelea
kujaza akaunti zao, na hali hii inapatikana mpaka leo. Matokeo yake ni kuwa hawa wanafedheheka mbele ya dunia, lakini kwa bahati mbaya hawaelewi wala hawazingatii akhira yao ambayo Mwenyezi Mungu ametuonya. Na Mungu amesema kwamba adhabu ya akhira ni adhabu ya kuangamiza na kufedhehesha. Kwa hiyo sisi hatuwezi kukataa kitu hiki kwamba mali ya dunia ambayo inahusika na mtu binafsi au mali ile inahusika na watu wa wenye biashara au mali hii inahusika na nchi mbalimbali, mali ile kwa kutumia vibaya inasababisha mtu anapata adhabu ya Mwenyezi Mungu. Kwa adhabu ya Mwenyezi Mungu, Mungu akimwadhibu mtu katika dunia hiyo, katika akhira, au labda mtu Mwenyezi Mungu ampatie faida katika dunia hii au na amwadhibu katika akhira, hii ni juu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo jambo hili ni jambo la hofu sana, ambalo linampatia hofu yule mtu ambaye ni mwaminio na anakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Na watu hawa waaminio wanatakiwa waendelee kuzingatia kitu hiki, si kwa kidhahiri tu, bali kwa kupitia ibada za Mwenyezi Mungu. Wanatakiwa wawe na hamu sana na shauku sana. Wasemaji watasema kwamba sisi tunaswali swala, pia tunafanya ibada, tunafunga saumu, neema alizotuneemisha Mwenyezi Mungu. Ikiwa sisi tunafanya juhudi ya kupata neema hizi katika maisha yetu, basi ubaya wake ni nini? Hazuru anasema kwamba kitu muhimu ni kwamba ikhlas inatakiwa ipatikane katika ibada, kwa sababu Mungu amesema ibada yenu inatakiwa iwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ya pili ni kwamba kwa kupitia neema hizi za Mwenyezi Mungu mnalazimika kutimiza haki za watu wengine. Hali inayopatikana ni hii kwamba wafalme wanaenda kutembelea nchi mbalimbali na wanachukua ndege nzima na wanachukua vifaa wingi sana, na mamilioni na mamilioni inatumiwa juu ya wafalme hawa. Lakini katika nchi zile wapo watu ambao wanakosa chakula hata mara moja kwa siku. Hii inaonyesha kwamba ni wapo mbali na Mwenyezi Mungu. Upande moja wanataja jina la Mwenyezi Mungu, kisha kwa kutaja jina la Mwenyezi Mungu wanakataa amri za Mwenyezi Mungu, wanaenda kinyume na amri za Mwenyezi Mungu. Mambo haya, kitu hiki kinaleta adhabu ya Mwenyezi Mungu. Basi hii ni lahab na laab, yani ni mchezo wa dunia na starehe ya dunia, na vile vile ni urembo na fahari ya juu, na vile vile ni kitendo cha kuonyesha mali. Kuhusu watu wa aina hii, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alisema swala ya kidhahiri na saumu ya kidhahiri ni aina hii kwamba ikiwa hakuna ikhlas pamoja na swala na saumu, ile saumu wala swala haikubaliwi. Kuhusu watu wa aina hii Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an tukufu, fawailu lilmusallina, yani wale wanaosali swala kwa ajili ya kuonyesha wengine, ile swala itakuwa maangamio kwa ajili yao. Kwa hakika Mwenyezi Mungu anatutaka tufanye ibada na kazi ya aina hii ambayo itaboresha hali yetu ya kiroho, hali ya imani yetu, tuweze kutimiza haki za wanadamu kwa nia hii ambayo inatupatia imani sana, na tusisaidie watu kwa kufanya ihsani juu yao. Ikiwa tunafanya hivi, basi fadhila na baraka za Mwenyezi Mungu zinapatikana, na mali ya aina hii pia inamfanya mtu kuwa mrithi wa baraka za Mwenyezi Mungu.
yani anapata baraka za Mwenyezi Mungu. Kama nilivyosema kwamba Mwenyezi Mungu hakutuzuia kwamba tusichume dunia wala tusipate mali ya dunia. Bila shaka neema hizi za dunia ni halali kwa ajili ya waaminio pia, lakini sharti ni kwamba neema hizi zipatikane kwa njia ya halali, na vile vile vitu hivi visiwe vizuizi katika kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu na katika kutimiza ibada ya Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa na fikra sana kuhusu umma wake, kwamba mapinduzi mazuri aliyoleta ndani ya maswahaba na jinsi walioelewa imani ya kutanguliza imani juu ya dunia, isije hali hii ikakosekana katika Waislamu watakaopatikana siku za usoni. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwahi kusema safari moja, mimi nina hofu sana kuhusu umma wangu. Kitu ninachohofia sana kuhusu umma wangu ni hii: umma wangu utaanza kufuata tamaa za nafsi na utaanza kufanya mipango ya dunia, kupata faida ya dunia, na kwa sababu ya tamaa hizi za dunia umma wangu utaenda mbali na haki na dini ya Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya tamaa hii ya dunia wataghafilika kuhusu akhira. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema, enyi watu, dunia hii ni ya siku chache na akhira pia inakaribia, yani upande zote usafiri umeanza, yani dunia inaelekea kwenye mwisho wake. Hatimaye kiyama itatokea, na katika akhira pia hisabu itachukuliwa, na kule pia maandalizi yanafanywa kwa ajili ya kufanya hisabu. Na vitu hivi vyote vina watumishi wake, yani kuna watumishi wa dunia na wapo wengine ambao ni watumishi wa akhira. Basi ikiwa hamtaki kuwa watumishi wa dunia, basi mufanye hivi, yani msiwe watumishi wa dunia, kwa sababu nyinyi mnaishi katika nyumba ya amali, bado wakati wa hesabu haijafika. Kesho mtakapokuwa katika nyumba ya akhira, kule hamtaweza kufanya vitendo mnayolazimika kufanya ni katika dunia hii. Kwa hivyo nyinyi muboreshe vitendo vyenu. Halifa mtukufu anasema kwamba dunia hii ni sehemu ya kufanya vitendo, na vitendo hivi vitatupatia adhabu au pepo katika akhira. Basi ni wenye bahati nzuri kiasi gani miongoni wetu ambao wanakumbuka kitu hiki, kwamba dunia hii ni mchezo na lahab na laab, na vile vile ni kitu cha kufanya fahari kwa kupitia mali na watoto. Na mfano wa dunia ni sawa na nyasi iliyokauka, na nyasi inapokauka inakuwa vipande, na nyasi ile inapeperushwa hapa na pale. Kwa hiyo inatakiwa ikumbukwe kwamba kitu muhimu ni kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, si dunia hii. Hiki ndio ni kitu alichokisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba mufanye vitendo vizuri ili muweze kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakitafuta kila wakati hali hii, kwamba namna gani na kwa njia gani tunaweza kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na inatupatia nafasi ya kufanya vitendo vizuri. Na walikuwa wakimuuliza pia Mtume sallallahu alaihi wasallam namna gani wanaweza kupata hali hii. Kwa ajili ya lengo hili mtu mmoja alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamuuliza, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, niambie kazi
nitakachofanya kile kazi, basi kwa kupitia kazi ile Mwenyezi Mungu ataanza kunipenda na vile vile watu pia wataanza kunipenda, yani mimi nipate mapenzi ya Mungu na vile vile watu pia waanze kunipenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia swali lake akasema, usitegemee dunia hii, usiwe na tamaa ya dunia, basi katika hali hii Mungu ataanza kukupenda. Yoyote watu wanayo ni mali ya dunia, vifaa vya dunia, usiwe na tamaa ya vitu hivi. Usiwaone watu kwa kuwa na tamaa ya nafsi yako, basi katika hali hii watu wataanza kukupenda. Halifa mtukufu ayyadahullah taala ibn Salazin anasema kwamba kuacha neema za dunia maana yake si kwamba mtu ajitenge na jamii na watu, yeye asioe wala yeye asitimize haki za watoto wala asitimize haki ya mke. Kazi ambayo anafanya yeye aache kazi ile, basi akae nyumbani, wala asifanye juhudi kwa ajili ya kazi ya dunia, basi akae nyumbani. Hii si maana ya mafundisho ya Islam. Islam haitaki tufanye hivi. Mbele yetu ni mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alioa, alitimiza haki za wake zake na alikuwa na watoto. Mtume sallallahu alitimiza haki za watoto wake pia. Mtume sallallahu alipata mali pia, alikuwa akipata mbuzi wengi sana, na inapatikana katika riwaya Mtume sallallahu alikuwa akiwapatia mbuzi wale. Matokeo yake alikuwa hivi kwamba yule mtu aliyepewa mbuzi akasilimu. Lakini Mtume sallallahu kwa kuwa na vitu hivi vyote alitimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za watu pia, na hakutegemea vitu hivi vya dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mnalazimika kufuata mfano wangu mwema, sunna yangu hamtakiwi mujitenge katika dunia. Mnalazimika kuishi katika dunia, mnalazimika kuzingatia vitu hivi vyote, kwa sababu mimi pia nimeishi katika dunia hii na nimetimiza haki zote. Hazur anasema tunatakiwa tuelewe maana yake ni hii: dunia isiwe kizuizi katika ibada zetu, dunia isituzuie katika kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Biashara yetu isitughafilishe katika kutimiza ibada, haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Vile vile hatutakiwi tuwe na tamaa ya kupata mali ya watu wengine, kwa sababu tamaa ni kitu ambacho kinataka kuwapatia hasara wengine. Nchi tajiri inakuwa na nia kwamba nchi maskini itakapokuwa chini yetu, basi sisi tutapata faida kwa kupitia madini yao na mali yao. Basi ufisadi unapatikana duniani ni kwa sababu ya hii. Ufisadi huu kati ya watu au kati ya nchi mbalimbali, wakati watu wanapozingatia mali ya watu wengine, hali inapatikana. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mnatakiwa mfuate njia ya wasitani, lakini mnalazimika kutumia uwezo wenu na mnalazimika kufanya juhudi. Wakati mtu anapofanya juhudi, basi katika hali ikiwa anachuma dunia anapata mali, haina ubaya wake. Kisha mali ile haitakiwi iwe kizuizi katika kutimiza haki za Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, kujitenga dunia si maana yake hii kwamba mtu afanye halali kuwa haramu kwa ajili yake. Hii si maana ya kujitenga dunia au kutokutegemea dunia. Na katika hali hii yeye angamize mali yake. Si maana yake hii kwamba Mwenyezi Mungu aliyopatia mali mtu apoteze mali yake ile, bali zuhud, kujitenga katika dunia, ni hii kwamba
zaidi ya mali mutegemee msamaha wa mwenyezi mungu na mtegemee mwenyezi mungu, msitegemee mali yenu. wakati mnapopata maafa katika maisha yenu mutegemee ujira utakaopatikana. basi maafa yanapatikana muone kwamba ni sababu ya kuleta ujira na baraka ya mwenyezi mungu. kwa hiyo hasara yanayopatikana, maafa yanayopatikana, msianze kulia kwa sababu ya hali hii, bali muwe na imani kwamba labda mungu ananijaribia na nikionyesha subira basi mungu atanipatia ujira wake. basi kitu hasa ni kwamba kwa sababu ya hasara ya mali ya dunia mtu asilie kiasi hiki kwamba ionekane kwamba anamshirikisha na mwenyezi mungu. wapo watu wenye biashara wanapopata hasara ya mali wanapoteza akili yao, wengine wanajinyonga kwa sababu ya hali hii. ikiwa mtu anamtegemea mwenyezi mungu, basi katika hali hii mtu hawezi kuwa na hali hii. basi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutoka kwa waaminio, kutoka katika wafuasi wake, anataka hali hii ipatikane ndani ya mwaminio, kwamba anaishi katika dunia lakini hategemei dunia. Hazur anasema kwamba ni fadhila za mwenyezi mungu kwamba mwenyezi mungu kwa sababu alimpokea sayyidina alayhi salatu wassalam, kwa sababu ya hii mungu aliwapatia akili kiasi hiki kwamba hasara inayopatikana duniani wao hawajali, bali wanakuwa na imani kwamba katika hali hii wanatakiwa wamwelekee mwenyezi mungu zaidi kuliko zamani. kwa hiyo tunaona katika nchi ya Pakistan na katika nchi zingine biashara ya wanajumuiya ilichomwa na maadui, na biashara yao ilikuwa ya mamilioni na mamilioni. hata waziri mkuu mmoja wa Pakistan aliwahi kusema kwamba atawapatia wanajumuiya bakuli, wataanza kuomba hapa na pale kwa sababu nimewapatia bakuli ili kwa kunyang'anya mali yao ili waombe hapa na pale. lakini wanajumuiya walikuwa wakimtegemea mwenyezi mungu, hawakuomba msaada kutoka kwa serikali wala hawakuomba kwa mtu mwingine yeyote, bali kwa sababu ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, biashara yao ambayo iliyoyanganywa, biashara yao ikabadilika katika mali ya mamilioni na mamilioni. basi mifano hii ikiwa upande moja ni kwa ajili ya kuimarisha imani ya wanajumuiya, vile vile upande mwingine wanajumuiya walioacha nchi yao kwa sababu ya hali ya kule na wamehamia katika nchi tajiri, kitu hiki kinatakiwa kiwaamshe kwamba baada ya kutoka nje katika Pakistan, mali aliyotupatia mwenyezi mungu, hii ni fadhila za mwenyezi mungu moja kwa moja, si juhudi yetu. basi ikiwa baraka hii ya mwenyezi mungu iliyopatikana kwa baraka ya bayati ya sayyidina alayhi salatu wassalam, katika hali hii mali yetu hii isiwe fahari yetu. hatutakiwi tutegemee mali hii na fahari hii sawa na watu wa dunia. hatutakiwi tuwe na tamaa ya kupata mali ya wengine, bali sawa na agizo la mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikiwa mtu anataka kuona kitu chochote katika dunia hii ni kwamba tumuone yule ambaye ni mzuri katika imani. kwa kumuona yule tunatakiwa tufanye juhudi ili tuwe sawa na yule mtu au tuwe mzuri zaidi kuliko yule mtu, lakini hatutakiwi tuwe na tamaa ya kupata mali ya wengine. sayyidina alayhi salatu wasalam ameeleza vizuri sana mada hii kwa kupitia mafundisho ya Qur'ani tukufu na kwa kupitia hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam.
kwamba namna gani tunatakiwa tuchume mali hii ya dunia na tutegemee mali hii ya dunia. Sayyidina alayhi salatu wassalam aliwahi kusema, Mwenyezi Mungu ameturuhusu tupate mali ya dunia kwa sababu baada ya baadhi wakati kwa kupitia kazi hii ya dunia majaribio pia yanapatikana. Ikiwa mtu hafanyi kazi duniani, katika hali pia majaribio yanapatikana. Kwa sababu ya majaribio haya mtu anakuwa muizi, mjambazi, na anaanza kucheza komari, na vile vile anakuwa mjambazi, vile vile anakuwa na tabia mbaya. Kwa sababu kwa hiyo ikiwa mtu ni maskini, hii pia inamsababisha kuwa na tabia ya aina hii. Nyinyi mufanye kazi za dunia kiasi hiki kwamba vitu hivi viweze kuwasaidieni katika kazi ya dini, na ikiwa mnafanya kazi katika dunia hii lengo lenu liwe kusaidia dini, lazima mupate faida katika dunia hii, muchume dunia hii, lakini kila wakati mnalazimika kuzingatia hofu ya Mwenyezi Mungu na ucha Mungu wake. Amesema kwamba mimi siwazuii kwamba msichume dunia, msifanye kazi duniani, wala sisemi kwamba nyinyi mufanye kazi ya dunia kiasi hiki kwamba msimkumbuke Mwenyezi Mungu. Wakati wa ibada pia mnafanya kazi, wakati wa swala mnatumia internet au mnaangalia filamu au mnafanya kazi ya dunia. Hali hii haitakiwi ipatikane. Amesema ikiwa mtu yeyote anafanya hivi, basi yeye mwenyewe anapata hasara, na yeye anakuwa na madai tu, hafanyi bayati yangu kweli kweli. Mnalazimika muishi pamoja na watu hai ili muweze kumuona Mwenyezi Mungu ambaye ni hai. Kisha Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema, mtu yeyote asifikirie kwamba mtu hatakiwi ahusike na dunia hii, wala Mungu hatuzuii kwamba tusichume dunia hii, bali rahbaniyat hairuhusiwi katika dini tukufu ya Islam. Ikiwa mtu anajitenga dunia kabisa, basi hii ni kazi ya mtu mwoga. Ikiwa mtu anajenga mahusiano mazuri na dunia hii kisha hategemei dunia hii, basi anakuwa mtu mwaminio, kwa sababu katika hali hii malengo yake yanakuwa dini, si dunia. Basi kitu hasa ni kwamba mtu asitegemee dunia hii, bali lengo lake linatakiwa liwe dini, na yeye achume dunia kwa nia hii kwamba iweze kusaidia katika dini. Kama mtu anatumia usafiri kwa ajili ya kwenda sehemu nyingine, lengo lake sio usafiri, bali lengo lake linakuwa afike makao makuu yake au malengo yake. Hivyo ndivyo mtu anatakiwa achume dunia hii, lakini afanye kazi hii kwa kuwa na imani hii kwamba dunia ni mtumishi wa dini. Dua iliyofundishwa na Mwenyezi Mungu, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, kwa kueleza dua hii Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema, aliposema Mwenyezi Mungu Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, katika dua hii Mungu ametanguliza dunia. Lakini dunia gani imetangulizwa? Dunia ambayo ni hasana, yani ile dunia ambayo inasaidia kupata khairi ya akhira. Kwa kupitia dua hii tunaelewa waziwazi kwamba muaminio wakati wa kuchuma dunia hii anatakiwa azingatie akhira. Vile vile katika hasana hii Mwenyezi Mungu anasema kwamba muaminio anatakiwa achume vitu ambavyo ni vizuri, muchume dunia hii ambayo ni nzuri, isiwe madhara kwa ajili ya watu wengine.
wala isiwe fedheha kwa ajili ya mbele ya wengine. Dunia ya aina hii inakuwa hasana kwa ajili ya akhira. kisha kwa kueleza adhabu na pepo anasema sayyidina alayhi salatu wasalam, inatakiwa ieleweke pepo ni nini. Moto moja ni ule ambao utapatikana baada ya kufa kwetu, na moto mwingine ni katika dunia hii. Ikiwa maisha si sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, basi maisha ina hii ni moto. Nyinyi msidhani kwamba mali ya kidhahiri na serikali ya kidhahiri na kuwa na watoto wengi inaweza kuwa starehe kwa ajili ya mtu. Anaweza kuwa na utulivu kwa kupata vitu hivi vyote, au anajihisi kwamba yupo peponi. Yani vitu hivi hauwezi kuwa utulivu kwa ajili yake, wala kwa kupitia vitu hivi hapati pepo. Amesema vitu hivi si dhamana ya kupata pepo. Utulivu na raha ambayo ni katika neema ya pepo, hali hii haipatikani kwa kupitia vitu hivi. Hali hii inapatikana kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu na kwa kuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hali hii inapatikana kila wakati mtu anategemea Mungu, na neema za dunia pia anapata sawa na amri za Mwenyezi Mungu. Katika hali hii anaweza kupata heri ya akhira pia. Na madamu mtu hana imani hii kwamba Mungu anamuona, basi katika hali hii hawezi kufanya vitendo vizuri. Amesema manabii Yakub, Ibrahim walisihi kwamba la tumutuna illa wa antum muslimun, yani nyinyi msife isipokuwa katika hali kwamba ni watiifu. Maana yake ni hii kwamba mwanadamu hajui wala si katika hiari yake atakufa lini. Mradi wake ni kwamba kila wakati mtu anatakiwa azingatie amri za Mwenyezi Mungu na afikirie kuhusu akhira. Amesema sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba ladha ya dunia, baadhi wakati ladha ya dunia inaongeza kiu zaidi. Na mtu hawezi kushiba hata kama anakunywa maji kiasi gani. Hali ya dunia hii ni sawa na yule mgonjwa ambaye anakuwa na maradhi ya kiu na anakunywa maji, lakini yeye hashibi, hata maji inakuisha lakini bado anakuwa na kiu. Hii ndiyo ni hali ya dunia hii. Mtu hawezi kuchoka kwa kupata dunia hii, hata yeye anakufa. Basi tamaa hii ya dunia ni sawa sawa na moto ambayo inapatikana katika dunia hii. Moto huu unaleta adhabu kwa ajili ya mtu. Amesema marafiki zangu, nyinyi msighafilike kuhusu kitu hiki, kwamba mtu kwa sababu ya vitu hivi asighafilike kiasi hiki kwamba kizuizi kipatikane baina yake na baina ya Mwenyezi Mungu, isije kwa kupitia vitu hivi awe mbali na Mwenyezi Mungu. Amesema mali na auladi inaitwa fitina kwa sababu ya hii. Kwa kupatia vitu hivi pia anapata fitina. Mwenyezi Mungu aliposema narullahi almuqadatu allati tattali wala afida, yani moto huu ni ule ambao unafika mioyoni mwa watu. Basi moto huu ambao unaungua moyo wa mtu na moyo wake unakuwa sawa na mkaa, huu ni kwa sababu ya kuwa na mapenzi ya miungu mingine na Mwenyezi Mungu. Yani hali hii inapatikana kwa sababu ya kutegemea miungu mingine. Hazuru anasema basi starehe inayopatikana katika dunia hii isije ikatughafilika katika ibada za Mwenyezi Mungu, isije tukasahau haki za Mwenyezi Mungu kwa kupitia vitu hivi na starehe hii.
isije hali hii ya utajiri iliyopatikana ikatughafilisha katika kutimiza haki za ndugu zetu wengine. Hivyo ndivyo tuweze kutimiza jukumu letu la kusambaza ujumbe wa Islam, na hii ndiyo ni lengo la kuja katika hii ndiyo ni lengo la kufanya bayati ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, kwamba haki za Mwenyezi Mungu zitimizwe, vile vile haki za wanadamu pia zitimizwe, na vile vile jukumu la mahubiri pia litimizwe vizuri. Na vile vile hivyo ndivyo tunaweza kutimiza lengo la kutanguliza dini juu ya dunia. Ikiwa sisi tunafanya vitu hivi, Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuendelee kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu daima dawamu, na tusitegemee dunia hii, tuweze kuipokana na jahanamu wa dunia hii, na vile vile tuweze kuipokana na jahanamu ya akhira. Ridhaa ya Mwenyezi Mungu ifanye kuwa pepo katika dunia hii, na vile vile katika akhira pia tuweze kupata pepo. Hazur anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza mbili ghaibu. Jeneza ya kwanza ni ya bana Basharat Ahmad Saheb, alikuwa mtoto wa Muhammad Abdullah Saheb wa Khanpur, ambaye tarehe 3 ya Mai aliuawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maelezo yake ni hivi kwamba nyumba ya bana Basharat Ahmad Saheb ni katika Khanpur. Alikuwa na biashara ya petrol pump na ilikuwa mbali kama kilomita 4 au 5 kutoka nyumba yake. Saa 2 usiku alikuwa anarudi kutoka petrol pump yake, na alienda kama kilomita 1 kutoka petrol pump. Maadui walimzuia na wakampiga risasi kichwani. Kwa sababu ya kupigwa kwa risasi alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mtoto wa mkwe pia baadaye kama dakika 10 alirudi nyumbani. Alikuta watu wengi wamesimama njiani. Alikuta kwamba baba mkwe alikuwa ameanguka pale. Aliita ambulance, lakini kabla ya kufika ambulance marehemu alikuwa amefariki. Mtoto mkwe alifikiria labda ajali imetokea, ndio maana watu wengi wamejumuika pale, lakini baadaye daktari alimwambia kwamba alipigwa risasi, na polisi pia ilisema kwamba ni target killing na alipigwa risasi na maadui, na kwa sababu ya kuwa mwanajumuiya ameuawa. Polisi ilipata baadaye risasi. Jumuiya iliingia katika familia ya marehemu kwa kupitia baba yake aliyefanya bayat katika mkono wa halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu. 1939 familia yake ilihamia Miawali kutoka Qadian. Katika Bakara 1955 alizaliwa marehemu, na alipata masomo ya shule ya msingi katika kijiji chake. Baadaye alipata masomo katika Ahmednagar. Baadaye alifanya kazi katika Tarbela Dam. Baadaye kwa muda mfupi alienda Dubai. Baada ya kurudi kutoka Dubai alianza kuishi katika mji wa Karachi, na kule alifanya biashara yake ya kuuza magari. 1985 kwa sababu hali ya Karachi alihamia Khanpur. Kule alianza biashara ya petrol. Shahid marehemu alikuwa musi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Wakati wa kuuawa umri wake ulikuwa miaka 62. Aliwahi kuitumikia jumuiya katika idara mbalimbali. Aliwahi kuwa mwenyekiti wa jumuiya miaka 3 na secretary Muriama pia aliwahi kuwa kwa muda mrefu. Alikuwa na sifa chungu mzima. Alikuwa mtu mwenye bashasha sana, na vile vile alikuwa akiwapatia wengine pia bashasha na furaha. Alikuwa akifanya
alifanya vizuri majukumu yote ya jumuiya. alikuwa akisafisha misikiti wa Khanpur, na vile vile alikuwa akilinda misikiti, na alikuwa akipanda maua, na alikuwa akigharamia kutoka katika mfuko wake kwa ajili ya kazi yote. Alikuwa akitoa michango bila kukosa, na alikuwa akitoa michango ya familia yake pia. Alikuwa msaliaji sana, na alijenga mahusiano mazuri na uhalifa, na alikuwa akiwasihi watoto wake kwamba waendelee kujenga mahusiano mazuri na uhalifa. Ameacha mke, watoto wa kiume wawili na binti moja. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema huko peponi. Jeneza ya pili ni Professor Tahira Parveen Malik. alikuwa binti wa Malak Abdullah Sahib marhum. Katika chuo cha Punjab alikuwa professor. Tarehe 17 wa April mtumishi wa chuo kile alimshambulia kwa kutumia kisu, kwa hivyo alifariki. Yule mtumishi alikuja kwa nia ya kuiba, lakini yule mtumishi alipoona kwamba amemtambua, kwa hivyo akamuua. Lakini katika nchi ya Pakistan kuwa wanajumuiya inawapatia license wengine kwamba wanaruhusiwa kuwaua wanajumuiya, hakuna hatua yoyote itakayochukuliwa. Kwa sababu ya hii yule mtumishi wake pia alipata ujasiri alipoona kwamba yeye amekamatwa na marehemu amemtambua. Alikuwa akiishi peke yake nyumbani, basi yule akampiga kisu, na kwa hivi alimua. Mume wake aliacha jumuiya, kwa hiyo kwa sababu hii aliacha mume wake na alikuwa akiishi peke yake. Alikuwa mtaalamu sana, ingawa alistaafu mwaka jana, lakini chuo kile alimchukua tena kwa ajili ya kazi, alimajiri tena kwa ajili ya kazi. Katika familia ya marehemu, jumuiya iliingia kwa kumpitia babu yake aliyekuwa sahaba wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Baba yake Malak Abdullah Sahib alitoa wakfu maisha yake kwa muda mrefu katika ofisi mbalimbali, na katika Talimul Islam College pia alifundisha, alisomesha. Wakati Pakistan ilipopatikana, baba yake alipata nafasi ya kuitumikia jumuiya katika ulinzi wa jumuiya. Baba yake alifungwa gerezani pia kwa kuwa mwanajumuiya. Marehemu alikuwa mwenye akili sana, alipata masomo yake katika Rabwa, katika Punjab University. Alifanya MSc katika chuo cha Punjab, kisha katika California alifanya MPhil. Mwenyezi Mungu amghofirie marehemu na apandishe madaraja yake. Binti yake pia alitenga pamoja na baba yake. Mwenyezi Mungu amjalie binti yake aweze kujiunga na jumuiya tena, na maombi ya marehemu yapokelewe kwa ajili ya binti yake. Mimi nitasalisha jeneza yake pia baada ya swala inshallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر